fikiri mambo ya roho, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Akasome na mistari inayofuata. Kwa sisi hatufuati mambo ya mwili, wala sisi hatuumizwi na mambo ya mwili. Ndio maana kwenye mistari ukisoma kuna mahali Yesu aliwafundisha wanafunzi wake, msisumbuke, msiwe na shaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengi, inawezekana huko mahali unanisikiliza, ni muombaji, ni mtumishi wa Mungu, tukienda kuomba, yani ukipita kwenye shida au ya kuumwa, ndo unakumbuka kufunga na kuomba. Ukipita wakati wa mateso, ndo unakumbuka kufunga na kuomba. Tunasubiri nyakati zije kwenye taifa la Tanzania, ndo tukumbuke kuomba, tukumbuke kufunga kwa ajili ya taifa. Nimekwambia hatuombi kwa sababu ya shida tunazopitia. Tunapaswa kuomba kila wakati. Tusisukumwe na hemihemko. Tusiombe kimihemko. Tusiombe kimihemko ili watu waone tunaomba. Hapana. Tuombe kwa namna ambayo Kristo alitufundisha sisi kuomba. Kristo alitufundisha namna ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani hicho kitu unachoomba, kwa nini unaomba? Nilikutolea mfano mmoja. Paulo na Sila wakiwa gerezani waliomba. Walivyoomba wao walimsifu Mungu, walimtukuza Mungu. Hawakufanya maombi ya kubomoa makufuri, hawakufanya maombi ya kutindua mageti, hawakufanya maombi makali ya kuwalaumu na kuwaua wale watu waliowafunga. Wao walimtukuza Mungu, walimsifu Mungu. Wanapomsifu Mungu, ndipo Mungu anakumbuka mapenzi yake yanayotimizwa mbinguni yanapaswa pia kutimizwa na pale gerezani. Yepi? Watoto wake wanatakiwa kuwa huru, wale watumishi wanatakiwa kuwekwa huru. Mungu anafahamu. Ndio maana kuna vitu vingine hata usipoomba Mungu atakusaidia. Kikubwa, fuata mfumo huu ambao unakuelekeza. Fuata njia hii ambao unakuelekeza. Tafuta kwanza ufalme wake na haki yake, ndipo na hayo mengine mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kasome hichi kitabu chako hiki cha mlango wa 6, Mathayo mlango wa 6 ule mstari wa 33. Anasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Bali ninyi, yani wewe unayenisikiliza, utafute kwanza ufalme wake Mungu na haki yake, hayo mengine utazidishiwa. Ndio maana hii sala ya Bwana, usiingie kwenye maombi na kwanza kupanga vitu vyako. Yani amekuja mchawi kitandani kwako, usianze kukemea. Usianzie tu shindo mchawi na kukemea toka. No. Fuata utaratibu ambao Kristo ametuwekea. Hakumaanisha tukalili sala ya Bwana, lakini alitupa mfumo mzuri ili unapoomba ufuate mtiririko. Ndio maana wengi mnakemea wachawi, sio kwamba wanaondoka kwenye vitanda vyenu, hawaondoki kwenye nyumba zenu, hawaondoki kwenye familia zenu, lakini macho yenu kuna namna yanakuwa hana uwezo wa kuona tena. Wanaondoka kwenye upeo wa macho yako, ila wanakuwa bado wako pale pale kukuonea. Lakini ukifuata utaratibu huu, kwa mfano, maombi yako yakalenga ufalme wake Mungu uje pale mahali ulipo, ufalme wake uje, mapenzi yake Mungu yatimizwe hapo ulipo kama mbinguni. Uhakika hata kama usipomkemea huyo mchawi, yeye mwenyewe ataondoka, yeye mwenyewe atakimbia, yeye mwenyewe ataondoka. Ndio maana Mungu aliwasisitiza wana wa Israeli mara kadhaa,
Waambie wana wa Israeli waendelee mbele, wasigeuke nyuma kuwatazama hawa Misri wanaofuata. Kazi yao iwe ni kukaza kwenda mbele. Shida yetu tunageuka, tunaangalia matatizo, tunaangalia maadui, tunaangalia dhiki tunazopitia. Ndio maana tunaandaa maombi kwa sababu ya hali tunazokutana nazo, kwa sababu ya dhiki tunazokutana nazo. Usiombe namna hiyo, kwa maana tukiomba namna hiyo tutakuwa ni watu tunaoomba kwa tamaa zetu, na tukiomba kwa tamaa zetu tunaomba vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii ni ibada ya muhimu sana ambayo mtu ukiifanya hakika yake ni ibada njema. Lakini kuna maneno mengine, utupe leo riziki yetu. Utupe leo riziki yetu. Haya ni maombi yanayohusu shida zetu. Tunapoenda kwenye pamoja na yote, lakini lazima tumueleze Bwana shida zetu tulizonazo, kama vile ambavyo leo tutamwambia Mungu shida zetu tulizonazo. Lakini kitu kingine anasema utusamee kama sisi nasi tunavyowasamee. Nitaishia hapo kwa leo. Utusamee kama sisi nasi tuwasamehevyo waliotukosea. Ona hii sentensi ilivyo. Manake unapoenda kuomba msamaha kwa Mungu, unapotubu kwa Mungu kwa ajili ya maovu yako, kwa ajili ya dhambi ulizomtendea Mungu, hakikisha umewasamehe wabaya wako, umewasamehe watu waliokuudhi. Yani maombi ni lazima yahusike na dhambi pamoja na utayari wa kusamehe wale waliotuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu mna visasi kwenye mioyo yenu, na kuna mwingine, mama unanisikiliza, nisikie vizuri, we mama ambaye umeweka kisirani kwa ajili ya mtu mmoja aliyefanya jambo baya kwa ajili yako. Jambo moja, mtu alikutendea jambo moja baya sana. We mwanaume, kuna mtu alifanya jambo baya kwa ajili yako, umeweka kisirani ndani yako, hautokao msamehe. Yani umeweka kabisa, umeamua ya kwamba hautokuja kumsamehe. Sikia neno hili, hautopewa ahadi ya kusamehewa ikiwa wewe hautokuwa tayari kumsamehe huyo mtu aliyefanya jambo baya. Kiwango chako cha kuwasamehe wengine ndicho kiwango chako cha kupokea msamaha kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yani utubu, ulie, ugalegale, utubu, uomboleze kwa kiwango gani? Kama hauna uwezo wa kuwasamehe waliokukosea, Mungu pia hawezi kusamehe wewe. Kwa nini? Anasema utusamehe sisi kama tunavyowasamehe wale wanaotukosea. Manake unapozidi sana kuwasamehe waliokuudhi, ndipo unatengeneza mlango mkubwa wa Baba yetu wa mbinguni kukusamehe wewe. Kwa hiyo hakikisha kuanzia leo, muda huu, tengeneza ndani ya moyo wako njia nzuri ya kusamehe. Kusamehe sio kwa ajili yako, kusamehe ni kwa ajili ya wewe. Kusamehe ni kwa ajili yako, kusamehe ni kwa ajili yako. Usitengeneze vidonda vya tumbo kwa kubeba watu. Acha kubeba watu, acha kubeba mizigo mizito ya watu. Mtu akikuudhi, mpeleke madhabahuni kwa Bwana. Vita hiyo sio yako, vita ni ya Bwana. Kwenye huduma yako watu wamekufanyia mambo mabaya, wanakutendea vitu visivyofaa, wanakufanyia hila, wanakufanyia vitina. Hiyo vita ni ya Bwana, si yako. Ukiingia kwenye maombi, mwambie Baba wasamehe. Stefano alimwambia Mungu, Baba wasamehe watu hawa, kwa kuwa hawajui wale walitendalo. Si kazi nyepesi kuwasamehe watu waliokuudhi. Cheki kwenye familia yako, hamuongei na ndugu yako, hamuongei
hauongei na rafiki yako lakini bado umeokoka na unajiona umeokoka kabisa na hauongei na watu, wacha nikwambie neno hili, ili utimizwe ahadi ya Bwana itimizwe kwenye maisha yako. Kama haujawasamehe watu ambao wamefanya mabaya dhidi yako, ahadi ya kusamehewa kwa ajili yako pia haipo na haitokuwepo kwako. Samehe watu waliokuudhi, hata kama umebeba kinyongo kikubwa dhidi yao, wewe wasamehe tu. Mtu ambaye hataki kuongea na wewe, ukikutana naye msalimie. Hataki msalimie tena, usinyamaze, endelea kumsalimia asubuhi, mchana, jioni, usiku. Kama ni mkubwa wako mwambie shikamoo, kama ni wa kawaida salama lugha, endelea kumsalimia. Hata kama hataki kuongea na wewe, ipo siku ataona unamkela na ataitikia salamu yako. Akaitikia salamu yako, kuna kitu kitakuwa kimetengenezeka. Lakini wewe sio mtu ameamua kutokuongea na wewe na unaambia kama utaki basi imeisha. Hapana, hatutaki wanadamu kuishi kama wanyama, hatutaki kuishi kama ndege. Ni lazima tuishi kwa upendo, kwa kuzungumza na watu wa kila aina. Vita si yako, vita ni ya Bwana. Bwana asifiwe. Mungu akubariki sana.